عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على سيدنا محمد عدد الرمل الرقيق، صلاة ترزقنا بها من رزق أهل التوفيق وتبلغنا القبور إلى بيتك العتيق وزيارة قبره وقبر أبي بكر الصديق وعلى أهله وصحبه وسلم. ثم الصلاة والسلام على النبي وآله، صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم. إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته. Ama baada ya kumhimidia Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kuhusieni pamoja na kuhisia nafsi yangu, cha kwanza kabisa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii yeye. Wale hawajapata wanadamu kuhusiana jambo lililo zuri ikaizidi takwa. Kwenye hotuba yetu ya leo, Masjidi Idrisa, Bonde Kariakoo, jijini Dar es Salaam, tutazungumza kuhusiana na mada inayosema usife bila kuacha athari chanya. Manake usikutwe na mauti bila kuacha kitu ambacho kitakuwa ni mbadala wa kukutengenezea mema na akhera unapokwenda. Ndio usife bila kuacha athari chanya. Baada ya billahi na shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahu wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Mwenyezi Mungu kwa utawala na ukuu wake anazungumza kwa sauti ya mamlaka, na Mungu anapozungumza kwa sauti ya mamlaka anazungumza kwa wingi. Hata mfano wako kijinasibu kwa utajiri, mtu asema sisi matajiri, aseme mimi tajiri, atajinasibu kwa ule nasibu wa wingi, manake wao matajiri. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anasema kwa sauti kwa mamlaka kwamba inna nahnu nuhyil mauta, kwamba sisi ndio tunawakuisha wale ambao walishakufa, wanaktubu ma qaddamu, na tunaandika vile walivyotanguliza, wa atharahu, na athari zao, wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, na kila kitu tutakikusanya ama tukikusanya tutakihifadhi kwenye kitabu kilicho na uhifadhi mkubwa. Katika matendo yetu siku zote tunapofanya, tujue kabisa kila nukta unayoipitia kwenye tendo lolote, liwe jema, liwe baya, liwe na kati na kati, ukumbuke litaandikwa kwa ule wema wake ama ubaya wake.
na kwa namna ambayo Mwenyezi Mungu kaweka hali tatu kwa mwanadamu. Hali ya kwanza ni pale hali mwanadamu anapotafakari tu ndani ya moyo wake, hajasema, pale Mwenyezi Mungu anachukua jukumu la kutokumwandikia dhambi wala kumwandikia thawabu vile vile kwa kile anachokifikiria ndani ya moyo wake. Sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili ni mwanadamu atakapokuwa akiwaza kitu kwenye akili yake na akakisema, huyo ataandikiwa kwa kile alichokisema, hata kama kile kidogo kifikiria kunje. Na sehemu ya tatu, Mwenyezi Mungu anachukua jukumu la kumwandikia mja yule aliyekiwaza kitu hakukisema lakini atakitenda. Na ndio kwa maana hata kwenye swala tunatakiwa walisana wa shafataini, tusiwe tunasoma suratul Fatiha kwa kufikiria. Mtu anatakiwa tuseme, maana midomo ipepese, ndio hukumu ya jambo inapopita. Kwa mantikia kwamba mwanadamu kila ambacho utakifanya katika mazingira ya kukifanya kwako, utaandikiwa kile ambacho umekichuma wewe mwenyewe kwa mikono yako. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarah. Zama mwanadamu atakapotenda wema mdogo sana, mithili ya mdukunje, hata mdogo sana, basi atakwenda kukuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ule wema wake uwe mdogo, utakukuta. Na ule wema wako ugeuke kwa ubaya sasa, uwe mdogo mithili ya mdukunje, utaukuta mbele ya Mwenyezi Mungu. Na ndio maana tunaambizana kwamba chochote unachokifanya katika dunia kinaangaliwa athari yake ikoje. Kama ni mbaya utaukuta, kama ni wema utaukuta. Mtume Muhammad alipata kusema athari idha mata ibn adama ama idha mata al-insanu inqata amaluhu illa min thalath: sadaqatul jariyah au ilmin yuntafa'u bihi au waladin salih yad'u lahu. Zama katika dunia mwanadamu anapoondoka, amali zake zote zimekatika. Hakuna swala tena kama hukuifanya kabla, hakuna swala tena, hakuna hija tena, amali zote zinakatika isipokuwa mambo makuu matatu tu yanabakia. Cha kwanza, ulileta athari chanya katika kutoa sadaka endelevu. Umewekeza katika kumshauri na kumtengeneza kijana wako mdogo, ukampa makuzi katika dini ya Uislamu, utaratibu wa Uislamu, mpaka akafika kipindi ya kukuombea dua. Au ulimchukua mtu ukamshauri katika maisha yake, ukamwambia wewe, kwa jinsi ninavyokuona ni yatima wewe, lakini ukisoma wewe utafaidika wewe na kizazi chako. Je, umeinvest kwenye elimu ya mtu? Manake je, umeacha athari chanya kwenye dunia ya matendo yanayoendelea? Ukiambiwa chimba kisima kwenye msikiti na uwezo unao, unakimbia. Ukiambiwa msikitini kuna mchango wa isini unataka kufunga, unakimbia. Ukiambiwa kuna mazulia mapya yanatakiwa yaagizwe, unakimbia. La hasha, usifanye hivyo. Jitahidi katika maisha yako ya kila siku utengeneze athari chanya kwa ajili ya maisha yako ya sasa duniani na kesho akhera. Ujitahidi katika mzunguko wa siku yako
Kama si mtoto wako wa kumlea, chukua yatima, chukua jirani, chukua mtoto wa ndugu yako, hakikisha unawekeza kwenye elimu ya mtoto yeyote ambaye anaweza kuja kukuombea mbele ya Mwenyezi Mungu. Umeambiwa madrasa fulani na shida ya juzuu na msaafu, unakuuzia. Umeambiwa tumchagie mwalimu fulani anasomesha watoto, wewe unakuuzia. Umeambiwa tuwafanyie wema watu ambao wanapita njia, wewe unakuuzia. Athari chanya wazo kujengwa ndani ya nafsi yako wewe kwa kile ambacho umekifanya kwa wewe kutaka bila kulazimishwa. Athari chanya huwa inaletwa na moyo mkunjufu ambao wewe unatakiwa unao tokea mwanzo wa uhai wako bila kusukumwa na mtu. Kama wewe mwenyewe hupata nafasi ya kufanya ibada na kufanya vile vilivyokuwa vikubwa, basi angalia vile vidogo vidogo tu ambavyo unaweza ukafanya hata ukiwa na wenzako kwenye vijana, unajua kabisa athari chanya inaweza kutekelezwa. Mtume Muhammad anasema, ma min muslimin yaqrisu gharsan au yazra'u zar'an fayakulu minhu tayyibun au insanu au bahimatu illa kana bihi sadaqa. Zama mtu yoyote katika Muislamu akaamua kwa moyo wa dhati apande tu mti. Sasa hapo tutakuja kueleza maisha ya sasa sio mti, ni pesa. Tutaikumpea ule mti kwa pesa. Au akapanda mapando kwa mazao hayo yakawa wanakula ndege, akala binadamu, au kwa bahati mbaya wakapita wanyama wakala. Isipokuwa hicho kilichofanyika kwa pekee kitakuwa ni sadaqa. Kwa mantiki hiyo, tunalo jukumu la sisi katika maisha yetu ya kila siku kureflekti maisha yetu kwa namna vile ambavyo anamridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Juzi mmoja kati ya marafiki zangu alijiwa na wageni. Nimerudi safari kajiwa na wageni. Alipojiwa na wageni, yule bwana jioni akawauliza mwaondoka lini? Wamefika siku hiyo hiyo, akawauliza mwaondoka lini? Naamini kwenye msikiti yumo. Nataka nikwambie Mtume Muhammad anasema, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Mwisho wa hukumu. Ambaye anaamini kuna Mungu na kuna siku ya malipo, anatakiwa amfanyie vizuri ikramu mgeni wake. Acha athari chanya ndani ya moyo wa mgeni, ingiza upendo ndani ya moyo wa jirani, aone kumbe Uislamu hata mtu ambaye humjui unaweza ukamsaidia pindi tu utakapokuwa na uhakika kwamba huyu anahitaji msaada. Vipi mgeni ambaye amemtaja Mwenyezi Mungu na amemtaja Mtume Muhammad kwamba ukimkirimu na wewe Mwenyezi Mungu anakukirimu? Kwa hiyo tunatakiwa tuangalie maisha yetu kwa namna ambavyo tunakwenda nukta kwa nukta. Tunaacha athari gani katika maisha tuliokuwa nayo, kwa wageni ambao wanatukuta, kwa majirani tuliokuwa tunaishi nao, na hata vizazi ambavyo tunavyo kwenye majumba yetu. Je, itafakari ukifa leo hii
unacho cha kwenda kumwambia Mwenyezi Mungu, mimi nikifanya hiki. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd, usikum wa nafsi marratan thaniya bi taqwallahi wa ta'ati. Amma baada ya kumhimidia Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad, na wahusia tena pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii. Hakuna jambo zuri wanadamu watakalohusiana zaidi kazidi takwa Allah. Tunaendelea na hotuba yetu ya pili, usife bila kuacha athari chanya. Baada billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah inna Allah kana bikum alim. Inna Allah bima ta'maluna basira. Tuondoke na hii. Na vile ambavyo tutavitanguliza kwa nafsi zenu ni kwa ajili yenu. Mbele ya Mwenyezi Mungu tutavikuta. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anaona yale yote unayoyafanya. Na hii inatupelekea kuweza kuweka nukta ya kwamba chochote ambacho unakifanya katika maisha yako ya namna yoyote, ujifiche watu wakuone. Usijifiche watu wakawa na kuona, maanake ulifanya kwa siri na kwa dhahiri. Maandiko yako pale pale. Na hii inatupa funzo la kuona kwamba mwanadamu kwa ikramu yake yote aliyopewa na sharafu yake yote aliyopewa, anatakiwa alete athari chanya katika jamii yake inayomzunguka. Mtume Muhammad anasema, inna Allah idha an'ama ala 'abdi ni'matan yuhibbu an yara athara ni'amatihi ala 'abdihi. Mtume anasema, hakika ya Mwenyezi Mungu atakapomneemesha mja wake neema ya namna yoyote, elimu, mali, watoto, maarifa, ukarimu, umashuhuri na neema yoyote, Mwenyezi Mungu anapenda kuona athari chanya ukifanya katika jamii inayokuzunguka. Una pesa, una uwezo wa kupeleka watu wa umra, peleka, athari chanya. Kila hatua moja wale mahujaji wanaopiga, wewe unafutiwa dhambi na unapandishwa daraja. Una uwezo wa mali wa kujenga msikiti, jenga. Kile ulicho nacho, the people surround you, wawe benefited nacho. Wale watu wanaokuzunguka wapate manufaa kwacho. Lakini
kwa namna ambavyo utaona kuna watu Kariakoo ni matajiri, lakini ana bandala za kutoboka. Wapo na tunawaona, maanake wanaenda kinyume na Mtume Muhammad. Athari chanya pia inatakiwa ianzie kwa ndugu zako. Kuna watu wanafanya ndugu zao wanyonge. Mtume Muhammad anasema inna sadaqata lilmiskina sadaqa wa ala dhirrahmi thnatani. Ya kwanza sadaqatu, ya pili wasila. Sadaka ukichukua na kumpa mtu masikini ni sadaka, ila sadaka iliyo bora ile ukichukua unampa ndugu yako wa damu, unapata mafungu mawili. Kwanza ni sadaka, unapata ujira wa sadaka. Ya pili unapata kuunganisha udugu. Acheni athari chanya kwa ndugu zenu. Unamiliki maduka matatu Kariakoo, mwite ndugu yako, mtrain taratibu, mkabidhi duka moja, mwendeleze. Usio unataka wewe uombwe peke yako. Tengeneza athari chanya, kuepuka watu kukufanyia ghila na ndugu zako kukufanyia choyo. Tengeneza athari chanya. Tengeneza athari chanya kwa watoto wako nyumbani, wajue kabisa anayetoa pesa ni mama. Waonyeshe mapenzi nyumbani. Mtoto anatoka kwenda shule, umuone akirudi hakuoni, unakuwa kama sponsor tu. Muonyeshe kwamba pesa ya kwenda shule unatoa wewe, kuepuka wakina mama kusema unaona ile najipanga mimi najitahidi, baba yenu hajali. Onyesha athari chanya, watoto wakupende. Tunazo kesi nyingi zinazoamua hizo. Mtume Muhammad anataka kuonyesha athari chanya kwa wake zetu pia. Kafa bilmar ithman an yubayya man yaqut. Yatosha kwamba mwanadamu anaandikiwa makosa, anaandikiwa madhambi kama hailei familia yake inayomtegemea. That's a positive challenge to a family. Don't take it granted familia yako. Unamkuta mtu anasifiwa kwa kutoa sadaka, kwa kutoa pesa kwa watu wengine, watoto wake hoge hahe, unaandikiwa madhambi. Tengeneza athari chanya kwa Mwenyezi Mungu. Tengeneza athari chanya kwa familia yako. Watoto waseme kwamba baba alipokuwa hai alikuwa anatupa, twendeni makaburini tukamwombee dua. Usiwe kichwa maji ya magumu ya kuona kwamba ile mali uliyokuwa nayo ni ya kwako peke yako. Tengeneza athari chanya kwa familia nzima inayokutegemea. Tengeneza athari chanya ya mapenzi ambayo anayataka Mungu baina ya yeye na wazazi. Waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Na Mungu amelifanya hivyo, amelifanya kuwa ni lazima. Usimwabudu isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwafanyia wema wazazi wawili ni lazima. Ihsani yake maana ni lazima. Inshallah Mungu akitujalia tutakuja kuzungumza birrul walidaini baada ya mwezi mmoja na nusu hivi inshallah, nitakaporudi baada ya fatwa yangu kukamilika. Lakini tunalo jukumu la kujua kwamba positive changes, athari chanya ya kwanza inaanzia kwenye nafsi yako wewe. Umewekeza chochote kwa ajili ya maisha baadaye? Umewekeza kwa ajili ya elimu ya mtu ambaye anakutegemea? Umewasomesha watoto wako ili wakuombee dua zao utakapokufa? Umeitengeneza familia yako, watoto na mkeo wakupende, asiwe na makandokando na wewe? Unayatekeleza mapenzi kwa majirani? Je, unayatekeleza mapenzi kwa wafanyabiashara wenzako ambao mtu akikwambia nipe mali unamwambia eka simu, humwamini? Je, unatekeleza mapenzi hayo? Tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa wale ambao wanasikia yaliyo mazuri na kuyafuata. Na Mwenyezi Mungu atujalie tufe hali ya kuwa tumeacha athari chanya.
na tujue kabisa hapo tulikusanyika kwa watu. Mwenyezi Mungu asema qulu linnasi husna, sema kwa watu kilicho kizuri. Kwa nini? Alkalimatu tayyiba sadaqa. Pia vile kusema kwa tabasamu, kwa maneno mazuri kumwambia mwenzako, na ndio unalipwa wema. Angalia neema ya Uislamu, angalia neema ambayo alileta Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi, ambaye alianza yeye mwenyewe pale alipopata kusema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim alayhi. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين امير المؤمنين ابي بكر الصديق رضي الله عنه وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه وعن علي بن ابي طالب كرم الله وجهه وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ونقص أعداءك أعداء الدين، واغفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صب علينا خيرا صبا صبا، ولا تجعل عائشنا كدا كدا، وارزقنا خرجا ومخرجا حتى يتعجب من أهل السماوات والأرض إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي إليها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك السميع القريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا ويذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.